Sakata la agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kuagiza mabasi yote yasiyokuwa na vibali vya kupakia na kushusha abiria nje ya kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam. Chama cha wamiliki wa mabasi nchini TABOA kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa sakata hilo kimetoa tamko na kusema hawakushirikishwa katika mchakato huo, na hivyo wanaomba kukutana na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya kujadili jambo hilo. Akizungumza na kituo hiki, katibu mkuu wa chama hicho Bwana Priscus Joseph amesema agizo hilo linahitaji kwanza kufanyika kwa mkutano wa pamoja ili haki itendeke. Asante sana. Kwa jina naitwa Priscus Joseph, katibu mkuu TABOA. TABOA ni chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania. Kwa kweli tangazo tumeliona na tumelisikia. Msimamo wa chama tumeona tukutane na mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa sababu tangazo lake kweli na mashiko, ila muda tuliopewa hautoshi, na katika mchakato kwa kweli sehemu kubwa hatukushirikishwa. Tunasikia kuna kamati zilikaa za parking zikafanya maamuzi. Naomba tushirikishwe, lakini pia tunashauri sisi tunachotoa ni huduma. Kama mwenye miliki wa mabasi anapaa stendi inayotosheleza, apewe kibali aendelee kutoa huduma, kwa kuwa mazingira stendi yetu ya Magufuli tunaifahamu. Tukipeleka magari yote pale panaweza kuwa shida. Tunachosisitiza sisi ni watu waliobaki, mabasi waliobaki hapa Shekilango wafuate sheria, wasizibe njia, na wakitoka hapa waingie Magufuli, wakaguliwe na watoe ushuru wa serikali ya wilaya ya Ubungo. Kwa hiyo leo tumekaa na tunaomba sana tukutane kwa haraka na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kabla matatizo mengine hayajatokea, maana pale ni kama padogo. Naye mmiliki wa mabasi ya Esta Bwana Joseph Didas amesema kwa majina naitwa Joseph Didas Ngelewia, ni mmiliki wa magari ya Esta Luxury Coach. Kiukweli tumelipokea agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila. Kiukweli na kiuhalisia, namna ya magari yanavyopaki hovyo haswa eneo la Shekilango katika Service Road ni jambo ambalo halikubaliki, na sisi kama wamiliki wa mabasi na watoa huduma kiukweli tunaliunga moja kwa moja, ni jambo sahihi. Lakini mkuu, katika mambo yote, katika utendaji kazi, kuna baadhi ya makampuni yana terminal na hayapaki kwenye Service Road. Kwa hiyo tulichokuwa tunaomba ombi letu kwa mkuu wa mkoa, kwa yale makampuni ambayo yana sehemu ambayo yanaweza yakawa yanapakilia abiria bila kuathiri miundombinu na bila kuleta buguda kwa wapita njia wengine, tunamuomba aweze kutusaidia tuendelee kutoa hiyo huduma. Na kuhusu kuelekea eneo la Mbezi stendi, kwa kweli tunaliafiki na ni stendi yetu, ingawaje kuna vichangamoto vingine vidogo vidogo, lakini ni vya kurekebisha ili nchi iweze kuendelea kusonga mbele. Kwa ukisema kwa maana wanaweza kupaki wapewe nafasi, unamaanisha ni vipi? Yani namaanisha kwamba kuna baadhi wana terminal ambazo zina uwezo wa kupaki magari yao bila kufanya buguda. Ndio tulikuwa tunamuomba mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, wale ambao wenye sifa hizo aweze kutusaidia tuendelee kutoa huduma hizo, hata kama hawana vibali. Hata kama hawana vibali, na kiukweli sio wengi. Kwa hiyo ni jambo ambalo nao kama angeweza akapitisha timu yake ya wataalamu wakaja wakaangalia, ili huduma ziendelee kuendelea na kuondoa taharuki yoyote kwa wananchi. Hata hivyo, ITV ilimtafuta kaimu meneja kituo cha mabasi cha Magufuli kuhusu malalamiko ya baadhi ya wamiliki wa mabasi kusema kuwa mazingira ya kituo sio mazuri, ikiwemo ofisi za kukatia tiketi kuwa gorofani badala ya chini, ambapo ni rahisi kwa abiria kukata tiketi. Kaimu meneja huyo Naamini Leonard akasema hilo hamna shida, kwa sababu miundombinu yetu ya kufika katika ofisi za kukatia tiketi ni mizuri, njia zipo zinaonekana vizuri na hamna shida yoyote. Hatujawahi kupokea changamoto hiyo kwamba watu wanaona shida kupanda kukata tiketi katika jengo la abiria. Hiyo changamoto haijawahi kujitokeza. Aidha, baadhi ya wananchi kuhusu agizo la mkuu wa mkoa wamesema
Hili ni kitu ambacho serikali inatufanyia ubatili mkubwa sana. Kivipi? Sasa ndugu mtangazaji, unakuta matajiri wameamua kuwasaidia wananchi ili waweze kupata huduma zilizo bora. Mtu anapanda basi, kwa mfano anatokea Rombo, anapelekwa mpaka Mbagala, anapelekwa mpaka Kisarawe, anapelekwa mpaka wapi huko, alafu mnakuja mpaka Kigamboni. Alafu leo hii mnakuja kusema mabasi yarudishwe kwa Magufuli. Magufuli yenyewe stendi ndogo ile haitoshi. Mabasi yote yakiamua kwenda kule haitoshi. Wakati tunahamia kwenye kituo hiki, yule engineer au mkandarasi aliyokuwa anajenga kituo hiki alikuwa amesisitiza ile eneo la katikati anakopaki mabasi, yapaki mabasi kwa kufuata utaratibu ule wa parking, lakini yakizidi mingine ambayo hayapo kwenye parking, ile underground roof inaweza ikashuka chini. Sasa wasiwasi wangu hilo la kiusalama, hasa kwa sababu likishuka chini kuna watu nao wanafanya shughuli zao. Maana mkandarasi alikuwa amesema, engineer yule wa mwanzo wa kituo asema bwana, yapaki mabasi kutokana na uwezo wa parking ambazo zilizopo, yasizidi. Yakizidi ule uzito ni hatari, inaweza likashuka. Sasa sijajua kama engineer yule bado yupo, basi ni vizuri manispaa ya Ubungo imtafute tena ikaja ikamleta kuweza kuona siku hiyo ya Jumatatu mabasi yanapokuja hapa anatoa mawazo gani, yale au atakuwa na mengine. Hiyo ni siasa kwa kweli, haina msaada kwa raia, kwa binadamu, haina msaada hiyo. Haina msaada vipi? Sasa mtu anatoka huko alikotoka kufika Magufuli, kama basi haya yote yakiingia pale, hiyo naona nafasi yenyewe haitoshi, ni ndogo. Halafu basi anafanya msaada kama aliotoa mjumbe kwamba basi inatoka hapa inaenda Mbagala, inashusha abiria, inawaacha. Ina maana watu kama wana ofisi kule, raia wanakusanyika pale, wakitoka pale wanasafiri makwao, na wakirudi wanarudishwa pale kwao. Kwenda kwao inakuwa ni karibu, si ndio? Mkoa wa Dar es Salaam unakuwa mkubwa. Sasa zikirudi zote Mbezi, mtu anatoka Kigamboni aje Magufuli, mimi naona haiko sawa hii. Naitwa Marwa Chacha Mwikwabe. Ndio. Unazungumzaje mabasi kurudi Magufuli? Hii itakuwa ni adha kwa wale ambao wamezungukwa karibu na maeneo haya. Kwa mfano watu wanatoka Temeke mpaka kwa Magufuli, lakini yanapokuwa yako hapa yanakuwa yanasaidia ule umbali. Kwa hiyo ni changamoto kama atakuwa amerudi kule, watakaofaidika na wale ambao wako karibu, lakini bado itaendelea kuwa ni kwa hawa wanaokuja hapa, inakuwa kidogo ni changamoto. Mimi ningependelea tu mabasi endelee kuwepo hapa. Yanayopaki ovyo sasa yanatakiwa achukuliwe hatua, kwa sababu yatakuwa hayapo katika sehemu ambayo inastahili. Sasa nasema hivi, Mheshimiwa Rais Magufuli alivyohamisha stendi kwenda Mbezi, wafanyabiashara wote walikubaliana na swala hilo. Lakini Mheshimiwa Samia alivyoingia madarakani akaruhusu wawekezaji. Sasa leo BM kajenga ofisi pale kubwa kama zile. Leo unamwambia arudi Mbezi. Epinesha amewekeza uwekezaji mkubwa kabisa hapa. Palikuwa Tindiga hapa. Kawekeza uwekezaji mkubwa. Terminal. Gari zake zinapakilia ndani, hazipaki barabarani. La Express anapakilia ndani. Leo unamwambia aende Mbezi. Kweli. Kwa hiyo matajiri wanakuwa kama vichaa, yani wanachanganyikiwa. Na hizi gari ukizipeleka Mbezi, kule Mbezi hazienei. Imagine angalia mlolongo huu mpaka kule chini ni mabasi yote terminal, na ni eneo la serikali na wameruhusu wajenge. Kaizarege yule kaja juzi kajenga ofisi kubwa kama ile pale unavyoiona. Kaizarege kaja juzi ofisi ile pale kubwa kama unavyoiona. Sawa mzee, ni ofisi, ni eneo la serikali. Msiwanyanyasa matajiri, wakae mezani waongee, mambo yamalizikane. Leo hii ofisi ile nani terminal kutoka Ubungo pale Ubungo wameanza kupaki mabasi pale na wamejenga ofisi za mabasi. Si serikali hiyo. Leo BM anapaki pale Ubungo tulikotoka Ubungo, BM anapaki sisi nani wanaenda Zambia.